Serikali inataka rudisho la uwekezaji katika kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache kuongezeka kutoka 7% ya sasa hadi kufikia zaidi ya 10 mwaka ujao wa fedha. Dhamira hiyo ilielezwa Ijumaa Machi 28, 2025 na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka wilayani Kibaha mkoani Pwani wakati wa kufunga mkutano wa siku 3 wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache. Tumaini yangu kuwa yote hayo mlioyapata mtayatumia katika kuongeza ufanisi wa taasisi mnazoziongoza, na ninaamini pia kuwa mwaka ujao tutaona ongezeko la gawio kutoka kampuni mnazozisimamia. Aidha, ninaamini kuwa mtajitahidi kukuza faida au return on investment. Nimeambiwa kwamba average ni 7, lakini lengo ni kwenda zaidi ya 10. Kwa hiyo tunaamini kwa mafunzo haya pia yamewapa changamoto au hamasa ya kufanya vizuri zaidi. Ninataka utendaji wenu uakisi juhudi za serikali katika kuweka mazingira rafiki na wezeshi ya biashara na uwekezaji. Ofisi ya Msajili wa Hazina itaendelea kusimamia mashirika na taasisi hizi, na serikali inaifanyia maboresho makubwa ofisi hii ili kuipa uwezo zaidi wa kusimamia utendaji wa taasisi. Katika kufanikisha hilo, serikali ipo kwenye hatua ya kutunga sheria mpya kwa ajili ya kuboresha majukumu ya Msajili wa Hazina. Wito wangu kwenu, itumieni kikamilifu ofisi ya Msajili wa Hazina ili kuboresha utendaji wenu. Ndugu washiriki, ninafahamu kuwa pia katika mkutano huu mwongozo wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina hisa chache ulioboreshwa umezinduliwa kama alivyotuambia Tiara. Naipongeza ofisi ya Msajili wa Hazina kwa kuandaa huu mwongozo, kwa sababu ni vigumu unateuliwa leo na kwenda kwenye taasisi hujui. Watu wengi wanachukua muda mrefu kuelewa wanatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kwa kutumia mwongozo itasaidia. Na wakati mwingine unaweza ukajisahau ukasherekea kuteuliwa, ukafika huko ukasahau kwamba unaiwakilisha serikali, unaamini kwamba nawe ni mwenyekiti wa bodi, umekwenda kwa merit. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mwongozo, na nafurahi kwamba moja ya criteria za kuqualify kwa tuzo ni pamoja na wewe kuonekana unavyotumia mwongozo, lakini unavyoshirikiana na ofisi ya Tiara kutoa feedback. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana. Changamoto kwetu itakuwa ni kusoma sasa, kwa sababu tuna utamaduni wetu wa kutokusoma. Kwa upande wake, Msajili wa Hazina Nehemia Mchechu amewataka wawakilishi wa serikali kwenye bodi za kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Aidha, aliwataka wawakilishi hao ambao ni wakurugenzi wa bodi kuzitendea haki nafasi walizopewa ili kuhakikisha kuwa serikali inanufaika na uwekezaji waliofanya kwenye kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache. Taasisi hizi kwa mtaji ni 3% tu ya uwekezaji wote wa serikali. Uwekezaji wa serikali sasa hivi ni 89 trilioni, kwenye taasisi hizi binafsi ni 2.8 tu. Lakini huko kwenye hiyo 3% wanatupa zaidi ya 30% ya mapato tunayoyakusanya. Which means kuna jambo jema linafanyika huku na kuna jambo kubwa tunatakiwa tulifanye kwenye zile taasisi tunazomiliki kwa ukubwa wake. Kwa ni kundi dogo, lakini ni kundi lenye muhimu, na hapo zinazochangia ni taasisi 17 kwa kipindi kilichopita katika taasisi zote 56 au 46 zilizoko Tanzania. Na mojawapo ya challenge tuliopeana leo ni kuangalia ufanisi tunaenda kuongeza kwa kiasi gani. Tumeombana kwa mwaka huu wa fedha tuhakikishe kwamba tunatoa zaidi, lakini pia tunakumbuka ahadi ya Mheshimiwa Rais mwaka jana kwamba kwenye Gawio Day tutapata na lunch. Kwa tunataka ile lunch tuweze kuibeza vizuri tukisifiwa
ili tusisutwe pale afu lunch kawa ngumu sana. Kwa hiyo tumekubaliana hiyo assignment, kila watu wataenda kuangalia, na kuna mambo ya msingi ambayo tutapata majumuisho hapa ya yale ambayo tumekubaliana, lakini mojawapo ni kwenda kusimamia ongezeko la ukusanyaji wa mapato na ufanisi wa hizi taasisi zetu. Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X kwa jina la Sat Media, lakini pia kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Sat Media. Mimi ni Jacqueline Martin na nyuma kamera ni Emmanuel Pao.